Kwa hiyo cha kwanza itengenezwe ili iweze kupitika. Hatua hizi ambazo zinaendelea kwa sasa, mkandarasi aharakishe utekelezaji wa huu mradi ili wananchi wa maeneo haya wasiendelee kupata shida. Kwa hiyo nimefurahishwa kuona hizo kazi zinazoendelea. Endeleeni. Mheshimiwa Waziri, simamieni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, simamieni, kazi hii isisimame. Na leo hapa baadaye nitamkaribisha Naibu Waziri wa Fedha ili asemee hii hapa, lakini pia na ile nyingine ambayo inatakiwa bilioni 1. Mheshimiwa Naibu Waziri, hauwezi ukakosa bilioni 1 ya kufanya barabara ile iendelee kujengwa. Muda huu wakati naongea, ongea na wenzako makao makuu kule, waseme bilioni 1 inatoka lini, mkandarasi aendelee na kazi. Lakini la pili, kwa muundo wake barabara hii ni bypass. Inaweza ikatupunguzia msongamano kule kwenye barabara ya mjini. Arusha tumeshajenga bypass na maeneo mengine tumejenga bypass. Sasa imekuwa ikielezewa na kuuliziwa kila wakati. Lakini kwa uwezo wa TARURA ndio hiyo wanajenga nusu kilomita, mita 800, viwanja 4 vya mpira. Tutamaliza lini kwenda mpaka kule? Sasa mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, TARURA pamoja na TANROADS, Mheshimiwa Naibu Waziri wa barabara yuko hapa. Hii barabara kwa sababu ni bypass, ipandisheni hadhi iende kwenye TANROADS ili iweze kujengwa mara moja kwa kiwango cha lami. Fanyeni huo mchakato mapema ili ikishaingia huko ijengwe kwa mara moja, hizi kilomita zote zijengwe kwa mara moja kwa kiwango cha lami. Ili tulimalize hili, tutakuwa tumetatua tatizo la msongamano kule ndani, na tutakuwa tumetoa suluhisho la kudumu la haya matatizo kujitokeza, lakini pia tutakuwa tumesaidia kutoa mazao huku ambako ndiko uzalishaji mkubwa ulipo. Kwa hiyo harakisheni, tulishaisema na nyingine tunasema na hii hapa, harakisheni ipitie mchakato huo ili tuweze kutoka kwenye kujenga nusu kilomita, viwanja 2 vya mpira, tuende kwenye kuijenga iweze kuhudumia shughuli kubwa hii ya uzalishaji.